صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Tumeingia baada ya utangulizi, tulinena mada iko kwenye sehemu mbili. Tumeingia sehemu ya kwanza ambayo ni misingi ya kinadharia, na jana nimejaribu kuandaa mazingira ya kufikia kwenye taarifat za misamiati za mada yetu, na tukitaka kufupisha mazungumzo, lau tutaulizwa suala akhlaq ni nini kilugha na akhlaqi ni nini kiistilahi, neno akhlaqi ni wingi katika lugha ya Kiarabu ya neno khuluq kwa dhuma mbili, yani khe itie dhuma na lamu itie dhuma. Khuluq kama ufuq, kinyume na khalq. Khalq fataha na sakna. Khalq wataalamu watuambia wa lugha kama Ar-Raghib al-Isfahani yaeleza maumbile ya mtu ya nde, na ndio imetokana na asili ya khalaqa. Khalaqa ni kuumba. Khalaqa as-samawati wal arda wama khalaqtu al-jinna wal insa illa. Ama khuluq pia ni maumbile lakini ya ndani. Kwa hivyo mwanadamu ana umbile lake la ndani ya sifa za nafsi yako ambazo hazionekani kwa hisia wala hazipatikani kwa hisia. Kwa lugha fupi, na ndio utaona ukienda kwenye zitabu za lugha mara nyingi ukiuliza wanazuoni atakwambia akhlaqu ni jamu ya khuluq. Khuluq ni nini? Anakwambia at-tabu, ile tabia. Waswahili wamefasiri. Wengine watakwambia as-sajia. Sajia maana yake ni nini? Umbile la kisifa zako za ndani, si umbile la nje. Wengine watakwambia al-fitra, pia ina maana ya maumbile ya ndani. Sasa ndio jana nikawaambia mwanadamu kinyume na ziumbe wengine, kwa mtazamo hata si wa kidini peke yake, na wengi pia hata wasioamini dini wanaoamini mambo ya kimaadili, wasema mwanadamu ana maumbile mawili. Ana umbile lake la nje
Na hili katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ametuambia fasubhanallahi ahsanul kuna ile aya najaribu kuzivuta haziingii nini zasema fa'adalaka thumma fi ayi suratin, hala nikumbushani ya ayyuhal insanu, nafikiri kwenye suratul infitari kama sikukosea, infitari ama inshiqaqi katika juzi ya amma, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma shaa rakabak. Hapa kwa zungumzo wa maumbile ya mwanadamu ya nde, na Mwenyezi Mungu akwambia mwanadamu, ya ayyuhal insan, ni kipi kilichokughuri na Mola wako? Ma gharraka birabbikal, paka ukamsahau, paka ukamtupa. Tena Mola ambaye kwamba gani? Alladhi khalaqaka, amekupa maumbile yako haya ya umwili. Faadalaka, akakuweka kwa zipimo, kila kitu akakiweka mahala pake. Fasawaka, akakufanya sawa sawa. Faadalaka, sawa sawa ni maana gani? Penye zandazi tano hakikupungua, zabaki zinne. Hiyo ndio sawaka. Kama maguu ni mawili, hukuzaliwa na guu moja. Hiyo ndio sawaka. Ama adalaka ni tofauti na sawaka. Adalaka ni kwamba maguu nayo yote mawili, lakini je, yamewekwa mahala pake? Kwa sababu maana ya uadilifu katika lugha ni kukiweka kitu mahala pake, sio kuweko tu. Yaweza kuwa liko dirisha nyumbani, kwa hivyo nyumba iko sawa, lakini liko mahala pake. Yaweza kuwa uko mlango nyumbani, kwa hivyo nyumba iko sawa, imetimu, lakini mlango uko mahala pake. Ama mlango umewekwa mahala pa dirisha na dirisha pamewekwa mahala pa mlango. Faadalaka. Na ndio Imam Sadiq katika baadhi ya maneno akimwambia mwanafunzi wake Al-Fadhl, amwambia tasawwar, lau mato yako yamewekwa kwenye utosi wako, haya mato mawili lau yalikuwa yamewekwa kwenye utosi huku huku, tuangalitembea hiye jamani. Faadala, kisha fi ayi suratin ma shaa rakabak. Hili ni umbile la nne, lakini mwanadamu hamaliziki kwenye hunu uzuri wake wa nde aloumbwa nao, ni uzuri wa ndani wa roho yako na nafsi yako. Na ndio ile hadithi inatuambia Mwenyezi Mungu la yanzuru ila suwarikum, sio wa ajsamikum, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu na miili yenu, japokuwa amewaumba uzuri, walakin yanzuru ila qulubikum, hapa ndani hapa. Na hapa ndipo kazi ya akhlaq inaofanya hapa. Sasa tukiweza kufahamu maneno haya, napenda tusome hizi ibara za wanazuoni na muwe na subra kidogo. Wa kwanza asema akhlaq ni nini? Tabia ni nini? Asema tabia ni malakatun rasikha fi nafs tasduru ma'aha al-af'alu min al-insani bisuhula wa biduni rawiya. Na maneno ni muhimu muyaelewe, musitishwe na lugha. Huyu akianza asema tabia ni malaka. Malaka ni nini? Si malaka ile ya kumiliki. Hii ni malaka, mwisho ina te, malakatun. Ni msamiati wa kielimu. Kitu chochote anachokifanya mwanadamu hupita katika stage tatu kiuchambuzi wa kisaikolojia. Kwanza huitwa hal.
kisha kaitwa ada, kisha kikaitwa malaka. Kwa mfano, unapoanza kunwa chai jioni, wewe ulikuwa huni chai jioni kabisa toka ukiinukia, mara ukaanza, pengine ulitukuliwa na wevu. Unapokunwa mara ya kwanza, ushaingia kwenye stage inaitwa hal, ushakuwa mnywaji chai wa jioni, lakini bado iko kwenye sehemu haijakutawali, ndio hiyo hali. Na hii pia waweza kuipeka kwenye zitu zingi za kiuraibu, kama sigara. Pia waweza kuwa wewe uvuti sigara kabisa, lakini umefuatana na marafiki siku moja, ama muko kwenye kesha, ukapewa, ukavuta ya kwanza, ya pili, ya tatu, ule usiku mzima wewe umeingia kwenye stage itwa nini? Hal. Ulikuwa si mvutaji sigara, sasa ushakuwa mvutaji, lakini hujakuwa mraibu. Inapoendelea sasa, ikawa kila ikiadia wewe time fulani umemaliza kula, uenda kuzengea sigara, waona kidogo kama una upungufu, umekula lakini waona kama hujashiba, kama kuna kitu umekikosa. Hapo ushaanza kuingia kwenye ada. Hiyo ishakuwa ada kwako, lakini bado huyawa mraibu. Umepanda stage kutoka kwenye hali, umekwenda kwenye nini? Ada. Ifikapo wakati ikawa ukiikosa kama mandazimu, waweza kumwona mtu haneni na mtu sasa nini, hayaipata chai ama hayaipata nini, sigara. Ama kuna mtu aweza kuketi asende chooni wiki asipate choo. Wako watu namna hii, kwa sababu yeye amezoea kuvuta sigara. Akiikosa sigara pati choo, naweza kupewa dawa kadhaa hospitali, kwa sababu isha set damu yake na brain yake kwamba mpaka kuingie nicotine ndio nini, hali ya kwenda chooni haihisi yeye. Ifikapo stage hiyo ndio imekuwa malaka sasa, na kila kitu kiko hivi. Kila kitu, utaanza kwenye sigara, utaanza kwenye chai, waweza kuanza mpaka kwenye kijiti cha kutotora meno. Kuna watu hufika wakati akimaliza kula, kama hajapata toothpick hana raha, aweza kuvunda kitu chochote mbele yake, aweza kurarua chochote, kwa sababu ishafikisha kwenye hali yeye ile imekuwa nini, malaka. Elimu hivyo hivyo, hizi elimu nyingi, ukianza kusomeshwa kitabu cha kwanza, wanazuoni kwamba umeingia katika hali wewe. Ukikariri kitabu cha pili na cha tatu, umeingia katika ada. Ikienda mpaka ukaitawali ile elimu ambayo imekuwa nini, malaka. Sijui mmenielewa jamani mpaka sasa hapa? Sasa tabia, mpaka isikiliapo kuambiwa imekuwa ni tabia yako, sharti iwe imekuwa nini, malaka. Waweza ukakontroli hasira mara moja, ukaudhiwa usireact, haijawa ni tabia. Waweza ukamiliki hasira zako mara 3 mara 4, haijawa ni tabia. Tabia ni ile ambayo imezokita katika nafsi yako mpaka imekuwa kawaida kwako kutokasirika kama kutembea. Hapo ndo uambiwa wewe umekuwa na tabia ya kudhibiti hasira zako. Waweza katika dhurufi fulani ukatoa, hujawa mkarimu kwa mujarrad wa kutoa mara moja ama mara mbili. Pengine umebana, pengine umeona haya,
ndiani mtu amekuomba ukaona haya mbele za watu, ukabidi ufanye nini? Utoe. Hujafika kiwango cha kuamkuliwa una tabia ya ukarimu. Isikili yapo kule kutoa kwako ni kama maumbile yako, bali ndio huambiwa wewe una tabia ya nini? Ya karamu, ishakuwa malaka. Kwa hivyo nukta ya kwanza ya mtu kuijua tabia, na hii yataka malezi, yataka malezi. Ujizowezeshe tangu ukitoa waona dhiki mpaka upate usindizi usiku, mpaka huenda mpaka ikasikilia wakati kama hujatoa wasikia dhiki, hiyo ishakuwa malaka kwako. Ndio mshairi anena kwa Kiarabu, fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu. Ifananisheni na wao hata kama si kama wao, yani wao wale watukufu. Fundishe tabia za watukufu hata kama wewe si mtukufu, kwa sababu katika kule kufanya kujifundisha na kujizowezesha, henda ukawa na wewe mwisho ni nani? Ni mtukufu, ukawa ni kama wao. Pili, wasema tasduru ma'aha al-af'alu bisuhula. Ikisha kufika kuwa ni malaka, wengine wasema iwe ni bisuhula wa ikhtiyar, kama anavyosema Imamu Ghazali. Pia ni tabia utaifanya kwa khiari yako, si kwa kulazimishwa. Kulazimishwa haimaanishi bunduki. Mambo mingi niliwaambia jana twayafanya under pressure ya watu, jamii na kadhalika, si kwa matakwa yetu. Chochote tunachokifanya kwa msingi huo si tabia, kwa sababu lau litakosekana lile lilokulazimisha ufanye, hutofanya. Yule jana nikawapigia mfano, wewe waondoka kwenda kuswali kwa sababu grupu yendao kuswali, waogopa kuambiwa wewe usiwe ni tariku sala. Kwa hivyo wewe utaendelea kuswali maadamu kuna grupu ya kupresha ufanye nini? Uswali. Siku utakapokuweko mahala peke yako, hutoswali. Kwa hivyo haijawa ni tabia kwako kuswali. Binti atavaa hijabu maadamu uko kwenye mazingira ambayo hawezi kuivua hijabu, au akiivua ataangusha thamani ya uke wake, pengine atakosa kuolewa, atahesabiwa katika wanawake wachafu sababu havai hijabu. Kwa hivyo yeye yuwaivaa hijabu chini ya presha ya jamii au chini ya presha ya kulinda utu wake na future yake. Lakini siku akipata mahala hakuna zitu hizo, atalivua hijabu. Wa hakadha. Poleni kidogo, nitagonga zitu, pengine sitaki kulenga watu, nataka kueleza mambo. Leo waweza kumwendea mtu private wewe na yetu, bwana, kuna Mungu atupe siha insha Allah. Bwana, kuna mtu mathalan mgonjwa, kuna mtu mathalan kadhaa ataka kusaidiwa, atunde shilingi 500 pengine akupe, ama 1000 ama chochote akupe. Lakini mtu yule atakapokuweko under pressure ya jukwaa kwenye mchango, atatoa 100,000. Same case.
Pale kwenye jukwaa kuna personality yake, yeye ni nani? Tujalie mathalan yeye ni meneja mkubwa pengine wa benki, ama yeye ni tajiri mathalan, ama yeye ni mwanasiasa mathalan. Kwa hivyo haitawezekana pale kwenye jukwaa itoke habari kwamba yeye anatoa shilingi 1000. Itakuwa big blow. Afadhali asitoe kama kutoa 1000. Kwa hivyo kwa sababu ya kulinda cheo chake na heshima yake, pale atatoa 100,000. Lakini kesi ile ile akiendewa private baina yake na muhitaji na Allah, atatoa 1000. Tabia yake ya kihakikani ya kutoa 1000, si ya kutoa 100,000, kulingana na maneno ya wanazuoni na Imamu Ghazali. Ukarimu wake wa kihakika wataka upimwe kwa kiwango cha ngapi? Cha 1000, si kiwango cha 100,000. Ile 100,000 haikutoka kwa maamuzi yake. Sambia, lakini nimetoa mwenyewe. Shekhe, kuna mingi twayafanya si maamuzi yetu. Si lazima kushikiwa bunduki. Na mara nyingi twaumia hapo, kwa sababu ya mujamalati nyingi, kupakana mafuta mingi, tufanya mambo ambayo hatuyaamini. Na si rahisi kwenda kinyume na mkokoto wa nini? Wa jamii. Ndio leo utaona kuna mambo tuyafanya maharusini, sisi hatuyaamini wala hatuyataki, lakini waweza utafanya harusi usiyafanye? Tawezekana? Lawama zake utaziweza? Lakini ukiketi na moya kila mtu hukwambia, bwana, haya mambo tumaliza kiuchumi, haya ni mambo twapoteza pesa zetu, kijana twamfanyia sherehe, nyumba ya kukaa hana. Lakini ikiadia waweza kuyanena la yale? Hakuna. Sasa pili, sasa msikilize mmoja katika wanazuoni maarufu wa ahli sunna wal jamaa, katika maulamai wa level ya juu katika mambo ya kiitikadi na nini, aitwa Mawardi, al-Allama al-Mawardi. Asema al-akhlaqu, sikizeni, ametoa taarifi maneno 4 peke yake. Tabia ni nini? Gharaizu kamina, hii ndio ile malaka, tabia zilioko ndani ya nafsi. Tadhharu bil ikhtiyar, zinadhihiri kwa maamuzi ya mtu mwenyewe. Sawa? Hiyo ndo maana ninaokusudia mimi. Hakuna kutendeshwa nguvu, hakuna pressure. Vile ulivyo, wajua waweza kuofuatana na mkeo mathalan, tembea barabarani na wewe ni mmoja hucha nno majini pengine katika watu hucha majini sana, na umetoka naye usiku. Sasa ukipita mahala kumetakata ukuti, sawa jamani, nini sini kinena kiamu manifahamu, kumetakata ukuti, lakini kwa sababu uko na nana pale, hata kama huku ndani utakojoa, huku nje utaifanya nini? Nani hoyo? Ili uthibitishe mbele ya ule kwamba wewe shujaa, sio? Lakini lau sura ile ile ulikuwa kwa pweke, ungelikuwa umetoa zako simwambie Sheikh Alibahero, na za kuwazima na za kutundanya na za kukodisha, sio? Lakini pale wewe ukaakti kama shujaa la kisawa sawa, Sheikh, na pengine huko ndani mikoyo kufanya nini? Kukuvuya. Sasa pale hatutakuita shujaa, Sheikh, kwa sababu ni tabia umeifanya chini ya presha ya dhurufu ambazo zimekulazimisha wewe uwakti kama nani? Kama shujaa. Nafikiri nikipiga mifano kama hii, najua katika akili zenu mwaweza kupita. Kwa hivyo hizi sifa zingi tunazosifu watu sisi tutaka tuzirudia, lakini yawapita katika khatiri zenu. Sijui fulani ni karimu, sijui fulani si bakhili. Tuendelee.
Wengine wanatuambia kwamba mbali na kwamba tabia ni malaka, imekita ndani ya nafsi, kisha waifanya kwa maamuzi yako bila ya kufanya nini? Bila ya kulazimishwa. Mwisho wasema iwe inakutoka hata wewe bila kutambua. Kwa sababu mwanadamu mambo mingi ayafanya kwa kupanga. Tasema mathalan, mimi leo futari nimepanga nitakula kadha kadha. Kwa hivyo hilo jambo halikufanyika tu, limefanya nini? Limepangwa. Lakini tabia zikikita kwa mtu, hufika wakati hata wewe hukupanga. Imam Ali alayhi salam asema kuna siku tuko Madina, mara ukatokea sauti usiku, kama vile mathala mtaani, mwizi ama adui ameingia. Sasa wengine mpaka utunde nini, mwenye kutunda kitambi avae nini mpaka utokapo. Asema tukatoka kwa haraka sana kufuata sauti ule upande ulipotoka. Tunajua ni upande huu. Mfano, tulipokuwa twendao maswahaba kadhaa, tukadarikana na mtumi hurudi. Sallu ala Muhammad wa ala. Ashakwenda asharudi. Tukamuuliza ya Rasulullah nini? Akasema nendani mkalale, ni mambo ya kawaida, hakuna la hatari. Alitoka kwa haraka gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na ni nature ile ilikuja. Maadamu usikia sauti ya hatari, ukijishtuka uko nde katika kulinda. Hukupanga kwamba yo ntalala, ikisikilia saa 8 kutapiga yowe la mwizi, mimi nitatoka niwe number 1. Ulipanga? Hukupanga. Ni kitu kimekuja nini? Sudfatan. Wewe mwenyewe umekifanya. Sasa hapa twafika kwenye natija hii, kwamba tabia ni neno lenda sambamba na malezi. Pasipokuwa na malezi hapawezi kuwa na tabia. Kinyume na elimu, elimu ni kitu chenda sambamba na kusomeshwa. Pasipokuwa na kusomeshwa hakui na nini? Na elimu. Tabia haisomeshwi. Tabia yenda na malezi. Malezi ni nini? Na tofauti ya kusomesha na malezi ni nini? Malezi ni kukifuata kitu kwa kukikuza pole pole mpaka ukifikishe kwenye kiwango chake cha ukamilifu. Narudia kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Malezi ni kukikuza kitu na kukitunda na kukifuata mpaka ukifikishe katika sehemu yake ya ukamilifu. Unapotukua koko ya embe ukaitia kama mbeu, uambiwa wewe wailea, huisomeshi. Ukaifuata koko ile kwa kuitunda na kuikuza mpaka ikafika kuwa muembe, ikakupa maembe. Kuna zaidi ya hapo utakacho wewe? Muembe zaidi ya mwisho wataka kufanya nini? Ukupe maembe, si ndio ukamilifu wake? Lakini baina ya kuitoa koko ya embe jamanini mpaka ifike muembe wa kukupa nini? Maembe, hiyo process hiyo yaweza kuwa miaka 5, yaweza kuwa ni miaka 10, yaweza kuwa ni miaka 20. Hiyo process ndio inaitwa nini? Malezi.
na kila kitu kinategemea ukamilifu wake na wakati wake. Kuna zitu zataka miaka 50, kuna zitu zataka miaka ni nini. Wewe kama wataka kuyea kuku wa kuatia mayai, siku hizi miezi 6 kama sikukosea, sio? Lakini kama wataka kuyea kondoo wa kutindwa, muda wake ni tofauti. Na kama wataka kuyea mbuzi mpaka wakamilike, muda wake ni tofauti, na ng'ombe na ngamia wakadhalika. Sasa kama wataka kulea mwanadamu mpaka awe, si kazi ya mwaka mmoja, wala si kazi ya miaka 5. Na hii ndio maana kuzaa si kazi. Kazi ni nini? Kulea. Umuyee kijana kutoka ukimzaa na tangu matumboni mpaka afike miaka 20 asimame awe ni mtu milika ubinadamu wake, si kazi ndogo. Na ndio sallallahu alayhi wa alihi wasallam amtuma Imam Ali Yaman. Sasa Uislamu umetulia, wamesaini mikataba ya amani na Makureshi mwaka wa 7 hapo ndio waliposaini mtume ile sulhul Hudaybiyah, sio? Ukawa hakuna tena zita. Kipindi kile ndio mtume alipata makini ya kutuma watu sasa kwenda kufanya tablighi. Tuna kila sahaba kaekeza upande wake, wewe nenda huko. Imam Ali akapekwa Yaman. Wakati atoka kwenda Yaman, akawa kila anayemtuma mtume humpa mafundisho. Ana maneno alimwambia ni mazuri, ni muhimu sana kwetu sisi. Alimwambia, ya Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida. Huko wendako ukapata taufiki, Mungu akamuongoza mtu mmoja kupitia wewe, mtu, basi itakuwa ni kazi kubwa sana umefanya. Mtu mmoja jamani, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alayhi ash-shamsu au gharubat, ni bora kwako wewe kuliko chochote kilichotokewa na jua ama kilichotoewa na jua. Mtu mmoja. Leo unapofaulu wewe, Mungu amekupa mwana ukamzaa ukamuyea mpaka akafika miaka, yafaa uende sijidatu shukri mara 100 kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kazi ya malezi ni kazi ngumu sana, na ndipo mahala penye tabia. Kazi ya elimu si kazi ngumu sana, ni pesa na mipango. Twaweza tukatengeneza jamii ya wasomi kwa muda mfupi sana, tukijua kuinvest kisawasawa, ambao si pesa nyingi sana. Leo wewe ukiinvest 500 million, 1 billion kwa mwaka, waweza after miaka 10 ukaibadilisha jamii yetu hapa Amu, just kwa 1 billion. Kama leo mathala, kwa muda mfupi tumetoka, watu wana PhD, watu wana master, watu wana degrees. Umebadilisha elimu, lakini umebadilisha watu? Malezi. Na mahala ambapo tunataka turudie hisabu zetu katika jamii yetu sana ni hapa. Taasisi za kimalezi zetu zote zimevundwa, zote. Huwezi na kuchallenge, huwezi kuniashiria kiwanda kimoja katika jamii yetu ambacho tutaweza kusema pale patengenezwa product ya mwanadamu wetu. Huwezi. Kwa sasa hivi nikikuchallenge, hakuna maana.
That's why haya matatizo yote tuyaonao leo mabarabarani, hakuna kijana kuheshimu mtu mzima. Leo wefika wakati mtu yaona Honda, wewe yeye ndo amekukosea kukutukana wewe, hakuyulikani ule ni mtu mzima, ule ni ustadhi. Tusendeni kwenye mambo ya zipanga wala nini. Ngali jambo la huwezi kumkemea mtu, huwezi kumuongoza mtu, huwezi kumwambia mtu neno lolote barabarani. Wewe salama yako nyamaa. Kiwanda cha kwanza cha kutengeneza tabia ni mama. Yuko mama nyumbani leo? Aliyoko ni mama mbadala, si mama mzazi. Atamfanyisha homework akirudi kukushinda wewe, atampigia pasi vizuri, atakwenda shule kwa time, atakula kwa time, lakini hizo zote sizo zitakazokumuunda ubinadamu wake. Mama hako kwenye kazi, kwa sababu tukinena familia, anaelea hususan katika umri wa kuzaliwa mpaka kufika miaka 7. Role kubwa ya nani? Ya mama. Na ndio Uislamu ukampa mama hakul hadhana. Nini maana ya hakul hadhana? Si ya kwenda kutetewa kotini tu. Ndio nakwambia, leo utamuona mwanamke amekwenda kumshtaki mwanamume, wameatana mathalan. Ni nini? Asema amenipokonya vijana na mimi nina haki ya hadhana. Haki ya hadhana, hadhana ndio hiyo ya mkuliwa unasari kizungu. Neno tafsiri yake Kiarabu ndio nini? Hadhana, yani malezi ya kwanza nayo mimi. Kisha mama hoyo aliyoko kotini anautetea hakul hadhana, mtoto hamuyei yeye, huyewa na yaya. We huoni kuna wanawake kadhaa leo, lao kuna mahakama za Kiislamu wastahiki kupekwa wao makotini kwa sababu wamewanyima watoto hakul hadhana? Haki, mkizungumza haki za binadamu mustukuliwe sana na mirengo ya hoko, ndoni kwenye haki za Kiislamu. Mama ulipopewa haki ya kumlea mtoto miaka 7, huoni kwamba mtoto ana haki lazima apate malezi yako miaka 7 katika Uislamu, na ana haki ya kupeka kotini hata akiwa mtu mzima, kwamba ulininyima malezi. Mupo na mimi vizuri jamani? Ukitoka taasisi ya kwanza ya malezi ambayo hatunayo, twaja kwenye taasisi ya pili, taasisi za kielimu. Haziko kwenye maadili na under control, na zaidi ni quality ya education. Kasikia nasari fulani bwana, kijana miezi 2 huzungumza Kiingereza. Nasari fulani ukimpeleka sijui kadhaa, ametekwa kadhaa. Huwezi kusikia hata neno moja kwenye midomo yetu jamanini. Mahala fulani mtoto wangu akenda kwa wiki ameanza kuswali swala 5. Hulipati hili kwenye kinwa chetu kabisa. Kisha sisi Waislamu na machallenge wala si waikezi chanda sute. Kila wakiketi wazazi kuzungumza maendeleo ya mtoto, huwezi kusikia kwamba kutoka tumpeke kituo fulani amekuwa huswali, kutoka tumpeke kituo fulani amekuwa ajua kuheshimu babake na mamake, amekuwa ajua ndani ya nyumba namna ya kuvaa hijab, kujistiri.
habari usisikiao nyingine, na hizi habari nyingine sizipingi, msinifahamu makosa, ni achievement, lakini si hizo zinazotengeza mwanadamu peke yake. Masaa mawili matatu ulikuwa nacho wewe, ulikuwa ukimpata mawili, ukimlazimisha nganda kaswali, ukimlazimisha. Sasa leo kama jamii tukitaka kujiita sijui jamii ya Waswahili, sijui wawe Wabajuni kwa maana ya utamaduni, si kwa maana ya nyimbo na ngoma, kwa maana ya utamaduni wenu, ikiwa sehemu katika utamaduni wenu ni nini? Ni Uislamu. Namaliza hapa kwamba tunahitaji kuliregesha somo la akhlaq katika maisha yetu, hata katika zigaro za barobaro, misikitini, seminars, warsha, watu wafundishwe maadili ya Kiislamu. Nilikuwa tu nataka kucomment, naona dokta amekwenda zake, Dr. Kombo ametaja kitu muhimu sana leo hapa, Dr. Kombo, na ameniaddress moja kwa moja akisema kwamba taasisi za kidini na shule pia zetu ni muhimu tuweke nafasi ya kuwasomesha watoto wetu afya yao, kuliko tu mtoto kutoka amehifadhi maina ya milima iliyokuwa Afrika na mito ambao sisemi ni upumbavu, lakini I make different hivyo kwenye maisha yake, lakini hajajua yeye hata namna ya kama mwanamke, mtoto wa kike ana maradhi gani yaweza kumpata kupitia uke wake, na atajikinga vipi akiwa mdogo. Juzi Mari uko hapo, nikimwambia maneno haya, namwambia mimi nina nia, nataka kwenda kupeleka kituoni kwangu program, hata nikasema nataka nende hospitali nizungumze na mahusika hospitali. Juzi kabla hajazungumza Dr. Kombo, banipe mimi mtaalamu wa mambo ya chakula, to introduce program kutoka huku grade 1 huku skuli na mpaka madrasa, tuwafundisha hao watoto namna ya kula. Akaniambia kwa nini? Akamwambia nimesikitika sana, ni watu kwenda kudirika vijana watoto wana sukari. Vijana watoto wana maradhi ya sukari, wana sijui maradhi ya nini. Vijana watoto. Vijana zetu hula ovyo sana jamanini. Zitu wanazokula ni sumu katika miili yao. Hizi ziamkuliwao inaji, sijui ziamkuliwao soda, sijui ziamkuliwao nini. Sumu za ua hii generation. Lakini je, hao watoto wakailimishwa namna ya kula? Juzi tukizungumza, tunahitaji mafundisho ambayo ya relate na maisha yetu. Wewe wahifadhi maina ya milima, ndani ni gofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde. Hili ni fikra inshallah nafikiria mimi kuipanga, lakini ni fikra yataka ifanywe kila mara, hata ndani ya majumba. Jamanini, wazazi ketini na vijana, kama huyu kuyaeleza ete mtu awaeleze vijana hii mambo kwenda kula sampuli, hawa vijana watakuwa magofa, hawajasikia miaka 30 hao, na hakuna mazoezi. Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin.